Na mtazamaji wa Mtwara Online TV, nikukaribishe sana kwenye Nyenje Manga na Nyenje Pwani, jamvi letu la Waswahili wana Nyenje Manga, ambao watu tunakutana na kuzungumza mambo mbalimbali. Lakini leo kwa kipekee kabisa kwenye Nyenje Manga na Nyenje Pwani tumepata bahati ya kuwa na mgeni, mama wa Mheshimiwa Joel Arthur Nanauka, na leo tutazungumza naye mambo kadha wa kadha kupitia Nyenje Manga na Nyenje Pwani. Nikusihi sana usiondoke. Langu jina ni Amina Ali. Hakika hii ni Mtwara Online TV. Labda kwa kujitambulisha, pengine watu waweze kukufahamu zaidi. Kwa majina naitwa Angela Nanauka. Kama ulivyosema ni mama wa Joel Nanauka. Mzungumziaje Mheshimiwa Joel Arthur Nanauka? Asante. Kwa wastani naweza nikasema kwamba kwa jinsi alivyo sasa hivi ni tofauti na alivyokuwa mwanzo. Kwa sababu kwa jinsi tulivyokuwa tumemlea mwanzo hatukutegemea kwamba anaweza akawa kama alivyo. Kwanza alikuwa hajui kuzungumza. Alikuwa ni mpole sana. Kiasi ambacho kule mwanzo kama tulivyokuwa tunanitabiria tulijua kwamba atakuwa pengine ni daktari hivi au kazi zote zile ambazo sio za kuzungumza. Ndivyo ambavyo tulikuwa tumetegemea. Lakini kwa jinsi miaka ilivyozidi kwenda ndio tulivyomwona anazidi kubadilika na kuanza kuwa msemaji, mzungumzaji na vijana wenzake, kiasi ambacho tabia hiyo hasa ilianzia wakati yuko sekondari. Lakini alivyokuwa shule za msingi ilikuwa ni mtoto tu, akienda shuleni akirudi ni mtu kukaa ndani. Alikuwa hapendi kuzungumza sana na watu, lakini kutokana na jinsi miaka ilivyozidi kwenda ndivyo alivyozidi kubadilika. Alikuwa mpole sana, sio mwingi wa maneno. Sio mwingi wa maneno. Sasa ulijisikiaje kwa mara ya kwanza ulipomuona labda kumbe kijana anaweza kuzungumza na kuchangamka kiasi hiki tofauti na ulivyomzoea huko nyuma? Alianza kubadilika na kuanza kuzungumza alivyoanza masomo yake ya chuo kikuu. Ndivyo tulivyomuona kwamba ameanza kubadilika. Kwa sababu mara alichaguliwa kuwa kiongozi, tukawa tunajiuliza sasa anachaguliwa kuwa kiongozi mbona hawezi kuzungumza? Kwa hiyo ilitushangaza, lakini kwa sababu tulijua kwamba hawa vijana jinsi wanavyokwenda ndivyo wanavyobadilika kimaisha. Na hata kitu kingine ambacho kilitushangaza, baada ya kwenda chuo kikuu alibadilisha uelekeo. Kwa sababu wakati yuko sekondari kidato cha kwanza na cha 4, cha 5 na cha 6 alichukua masomo ya sayansi. Kwa hiyo ndio sababu tulijua kwamba pengine atakuwa daktari. Lakini alipokwenda chuo kikuu alibadilisha. Hakuchukua tena masomo yale ya sayansi, alichukua masomo ya biashara, uongozi, ndio ambayo alikuwa amechukua. Kwa hiyo hata alivyotuambia tulishangaa, lakini kwa sababu ilikuwa ni chaguo lake tukamwacha aendelee naye. Unisikiaje ukiwa kama mama unavyoweza kuona kijana ameweza kuwa mfano kwenye jamii, hususan kwa vijana wenzie, namna wanavyomtazama, namna anavyoweza kushauri na kuzungumza na vijana, lakini sio vijana tu, amekuwa ni mtu ambaye anaweza kuzungumza na mtu yoyote kwa busara pasipo kuangalia rika lake. Unajisikiaje? Kwa kweli najisikia fahari. Na hii pia ilichangia kwa sababu wakati pia alivyokuwa anasoma masomo ya sekondari alikuwa anasoma pia na masomo ya dini. Anajisomea sana masomo ya dini, vitabu vya dini. Nadhani hiyo pia katika makuzi ya kidini pia yalifanya aweze kuchangamka na kuweza kuelewa kitu gani anakifanya. Kwa ndio sababu alianza hata na tabia kuwa na huruma, kusaidia wenzake. Hiyo ilikuwa hasa wakati alivyokuwa ameanza sekondari. Manake alikuwa akitoka hapa anafuatana na wenzake. Hata wakati alivyokuwa anaenda mara nyingi kumtembelea Kibaha alikuwa anakuja na wenzake. Ananieleza kabisa hao ndio rafiki zangu, hao ndio ninaokaa nao. Kwa hiyo niliona kabisa kwamba ni mtoto ambaye ana mapenzi na watoto wenzake na pia anapenda sana kusaidia wenzake. Kwa hiyo kuanzia hapo ndio nikajisikia furaha kwamba kumbe ni mtoto ambaye anaweza akawa ni msaada hata kwa sisi wazazi wake. Kwa sababu kama anaweza akawapenda wenzake, akawasaidia wenzake, basi ni dhahiri kwamba hata baadaye pia anaweza akasaidia jamii na hata sisi wenyewe wazazi. Ulijisikiaje siku ambayo Mheshimiwa Rais ameweza kumteua Mheshimiwa Joel Arthur Nanauka kuwa waziri wa vijana, na ukaona kwamba kama kweli sasa kijana wangu anaendelea kuwa msaada kwa vijana wenzi? Ulijisikiaje hiyo siku? Kwa kweli nilijisikia furaha na kwanza nilishtuka. Nilishtuka kiasi ambacho sikutegemea kama angeweza kupata nafasi kama ile.
lakini najua kwamba kitu chochote kama Mungu mwenyewe amepanga kinatimia, na kwa sababu kila kitu ni mwenyewe Mungu ndio anayepanga. Kwa hiyo na mimi niliendelea kumshukuru Mungu na kujisikia amani na furaha. Lakini pia kitu ambacho nilichokuwa najiuliza ni kwamba hivi ni kweli katika vijana wote wa Tanzania rais wetu ameweza kumuona yeye kwamba anaweza akashika ile gurudumu na kuongoza vijana wenzake? Lakini pia nijitia imani, nijitia moyo kwamba ataweza, kwa jinsi ambavyo nilivyomuona alivyokuwa anasaidia vijana, anajitokeza kwenye makundi mbalimbali ya vijana kusaidia. Kwa kweli yeye ndoto yake ni kusaidia vijana, na kila wakati alikuwa ananiambia naenda huku nasaidia vijana. Amesaidia vikundi vingi sana vijana, na hasa sehemu zile za Dar es Salaam, Mwanza, Tanga, alisaidia sana vijana. Kwa hiyo niliona amemteua, nikajua tu sasa ndoto yake ya kusaidia vijana itakuwa inaenda kukamilika. Kuna msemo wa Kiswahili tunasemaga mtoto kwa mama hakui. Je, ni kweli hiyo mama unaizungumziaje nayo kwamba mtoto kwa mama hakui? Ni kweli, kwa sababu mara nyingi sana akitaka kufanya kitu au kama anataka kwenda mahali ananipa taarifa, mama kuna 1 2 3 4. Na hili litokea hata wakati wa uchaguzi pia. Kwa sababu nadhani mara ya kwanza vijana walikuwa wamuelewi. Walivyokuwa wamegombea mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, sisi tulikuwa tunamwambia sasa tunatosha, tumefika. Lakini mwenyewe alikuwa anasema hapana, nataka kuendelea, sikati tamaa. Basi kwa sababu alikuwa anatuambia hivyo mwenyewe kwa mdomo wake, tukamwambia basi kwa sababu mwenyewe umeamua na unania, basi sisi kazi yetu ni kukuombea kwa Mungu, ili Mungu aweze kutimiza hiyo ndoto yako. Kwa hiyo ilifikia hapo ni kwamba ni kweli mara nyingi sana huwa anatushirikisha vitu vyake, kuona kwamba pengine na mwenyewe anaamini kwamba nikiwashirikisha wazazi, dua za wazazi pamoja na za kwake mwenyewe, basi anaweza zinamsaidia kupata mafanikio mazuri. Kipi unachoweza kushauri vijana katika kutokata tamaa na kutimiza malengo yetu kiujumla? Asante. La kwanza ambayo nataka kuwashauri vijana ni kwamba kutokata tamaa, na kwamba wanapoweka malengo yao wahakikishe kwamba yale malengo yao wanayafuatilia na kuyatimiza. Alafu kitu kingine ni kwamba wasitake kupata vitu kwa haraka. Lazima uwe na subira. Lazima uwe na subira. Kwa hiyo unapopanga malengo yako lazima ujaribu kuyafuatilia, na unapoyafuatilia usikate tamaa. Na pia wawe tayari kupokea ushauri wa hapa na pale katika kutimiza malengo yao. Asante sana. Lakini pia ni kipi unachoweza kuwaambia wananchi hususan wa jimbo la Mtwara mjini? Kama unavyojua sasa hivi Mheshimiwa Waziri Joel Athana Nauka ni mbunge pia wa jimbo la Mtwara mjini. Kwa hiyo kipi unachoweza kuwaambia? Asante. Kwanza nichukue nafasi kuwashukuru sana kwa jinsi walivyomwamini kijana wangu na kumchagua kuwa mbunge. Kwa kweli hiyo imejenga imani kwangu kwamba wamemwamini, wanamuelewa, na kwamba atawatekelezea yale yote ambayo wanatakiwa au wana matarajio kwake. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa kumchagua kuwa mwakilishi wa jimbo hili la Mtwara mjini. Na pia ni waombe wana Mtwara wawe na ushirikiano kutokana na imani waliokuwa nayo. Niwaambie kwamba yeye kila kitu peke yake hawezi bila ushirikiano wao. Kwa hiyo naomba kabisa waombe ushirikiano wa kutosha kwa yale yote ambayo wanatarajia kuyafanya, na kwamba wasichoke kumshauri pale ambapo natakiwa kushauriwa. Na yeye nadhani kutokana na tabia alionayo atawasikiliza na atakuwa pamoja nao katika maendeleo ya Mtwara mjini. Na tukiwa tunaelekea mwishoni mwa mwaka mama, kama unavyojua mwisho wa mwaka unakuwa unaeka nyingi, watu wako busy, lakini pia sikukuu nazo ni nyingi. Unatuambia nini? Unatupa salamu zipi kuelekea mwisho wa mwaka? Asante. Nichukue nafasi pia kuwatakia kila laheri wananchi wote wa Mtwara kwa hii sikukuu ambayo inayokuja. Kwanza sikukuu ya Christmas. Niwaombe kwamba wawe na imani, wawe watulivu, ili sikukuu hii ipite kwa amani na salama. Na pia tukimaliza sikukuu hii nadhani pia tutakuwa kwenye sikukuu ya mwaka mpya. Niwaombe pia wawe watulivu katika kuipokea sikukuu ya mwaka mpya, na kwamba kila mmoja nadhani atakuwa na malengo yake aliyojipangia kwa ajili ya mwaka mpya mwaka 2026. Kwa hiyo niwaombe
wawe watulivu na niwatakie kila laheri katika sikukuu hizi zote mbili. Mungu awabariki sana. Asante sana. Na mtazamaji wa Mtwara Online TV, ama kwa hakika hii ni Nyenjemanga na Nyenje Pwani, jamvi letu la Waswahili wana Nyenjemanga ama wana ufukweni, na leo tumepata bahati ya kumsikia mama wa Mheshimiwa Joel Athana Nauka kupitia na Nyenjemanga na Nyenje Pwani. Ni wasihi sana msiache kutufuatilia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook @Mtwara Online TV. Hadi hapo wakati mwingine tena, chao.